Leo nitakwenda kufundisha namna ya kujua best and worst students kwa kutumia simple if function pamoja na count if function au formula. Kabla ya yote kuna hints tatu hapa ambazo unatakiwa kuzijua. Kabla ya yote unatakiwa ujue grades kwanza za kila somo, na unatakiwa kutafuta idadi ya grades kabla ya kuanza kumpata mwanafunzi ambaye amepata most grades ambazo unazitaka. Hapa tunataka mwanafunzi aliyepata A nyingi kuliko wanafunzi wote. Sasa tutakwenda moja kwa moja kwenye mathematics. Hapa tutaweka formula starter yetu equals to, then tutasema if this cell is greater than this cell, we need A. Tusisahau kuloki, maana usipoloki baadaye inaanza kuleta shida. Zote hizi tunaziloki kwa sababu hapa pote zote ziko static, zitakuwa referred hapa. Alafu tutasema comma if this cell the 5 is greater than this cell, log, comma, what do we want? We want to be log, comma, then if the same cell mathematics, comma, is greater than this cell, what do we want? First we log. What do we want? We want to show C. We log it, comma, if again this cell is greater than this cell, what do we want? We need to log it first. What do we want? We want to show D, and we log it, and then badala ya kusema if tunasema otherwise, give us F. Atakayepata chini ya 29 tunajua huyo ni F. We lock this one, alafu tunabana mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4 kulingana na idadi ya mabano tuliyoyaanzisha, and then we control enter. Itasema huyu ana B. Let us find out. Huyu ana B mathematics. Hii ni A, supposed to be A. Kuna mahali tumekosea. If D15, where is D15? Yes, is greater than. Tuliweka less than. We are supposed to put greater than. Hapa tuliweka less than, tulikosea. Tunarudishia greater. Alafu control enter. Inaonyesha A. Kuna wakati kwenye kufanya haya mazoezi unakuta unakosea bila kujua, lakini baadaye unakuta unapata matokeo ambayo hujalizika nayo, unakuta imekosea. Kwa hiyo you need to review. Kwa tuta drag mpaka huku kuangalia, alafu tuta drag mpaka huku kuona kama wanafunzi wana grades ngapi. Yes, that is very correct. Tumefanikiwa kuicorrect. Sasa baada ya kupata grades zetu, point inayofuata tunatakiwa kufind the number of desired grades. Sasa kutafuta number of desired grades, tunatakiwa kwenda kwenye sehemu tunayotakiwa kwenda. Hapa palipoandikwa best student. Kuna worst student tutamtafuta hapa, best student tutamtafuta hapa. Sasa tutaweka formula starter yetu equals to, tutasema count if. What are we counting? We are counting the range where we want to count something that we want is here. What are we counting? We are counting the number of A, sindio? Sasa tutasema comma, criteria tunayo count ni nini? Tutaiweka kwenye mabano A. Kama ni text kumbuke tunaifungia na quotation mark. Nitakuonyesha njia mbili, alafu tutasema enter. Itatuambia ina A 4, lakini kama hutaki kutype A ndani yake, una double click hapa, unakuja unairifa hii A, alafu unailock. Lock the A1 and control enter. You get the same thing. Alafu tutadrag mpaka huku chini, itatuonyesha kila mwanafunzi ana A ngapi. Sasa kama mnavyoona, we are approaching to our point.
hii haionyeshi kwamba huyu ni best, inaonyesha tu idadi ya A. Sasa tunafanyaje? Tumeshatumia formula ya count if kutafuta idadi ya A. Hii hapa count if, maana yake ndio hii hapa. Tumeshamaliza. Sasa tutatumia if, conditional if, ili kudetect nani ni best na nani ni worst. Kwa hiyo tutatoka nje ya formula. Kwa hiyo tuta double click ndani ya formula. Mwanzoni kabisa huku tutaweka neno if, weka mabano, this whole thing, hii hapa yote hii. If this whole thing is greater or equal to, is greater or equal to idadi ya A ambazo amepata mtu. A hizi hapa. Alafu hii tunailock. Tutaweka mabano. Alafu ngoja tutaweka mkato, inasema value if true. Value if true tunataka ishow nini? Tutasema ishow best, si ndio? Tutailock na yenyewe. Alafu tutaweka koma. Value if false tunaiambia iache blank mahali ambako hatuhitaji chochote. Control enter. Ishasema huyu alikuwa ni best kwa sababu na A zaidi ya 4. Tuta drag mpaka huku chini. Ni mwanafunzi pekee aliyepata A 4. Kwa hiyo ukimwekea mwanafunzi mwingine, kwa mfano hapa tukiona tupunguze idadi ya A, tuseme waliopata A kuanzia 3. Enter. Unaona ina upgrade, ina update chap. Waliopata A 2 inaongezea. Waliopata angalau A 1 na kuendelea, hiyo hapo 1 2 3 4 5. Okay. Wako wanafunzi 5. Kwa hiyo ukisema waliopata A kuanzia 5, hakuna mwanafunzi aliyepata kuanzia A ya 5. Labda huyu hapa tumuongezee hapa iwe 78. Ukiweka enter tu tayari automatically inamdetect huyu hapa na A5. Na huyu huku tumuongezee labda A3, tuweke 77. Inasema naye ni best. Kwa nini? Kwa sababu amepata zaidi ya A5. Hivyo ndivyo ambavyo tunatafuta, lakini tunatafuta best student, lakini tunataka kutafuta worst student. Tuna repeat the same procedures. Equals to count. Una count nini hapa kwenye range hii hapa? We are counting idadi, tunailock hii range. Tuna count idadi za nini? Za F. Tunairify F4, and then tunabana mabano, control enter. Huyu hana F hata moja, inasema ngoja tuone idadi ya F. Mbona inasema hana F hata moja, na huyu hapa ana F huku mbele iko moja. Let us see. Ngoja tuweke hapa F count equals to count if lock, comma, criteria, we put F, tunabana. Yes, inasema ana F moja. Very good. Tuna lock mpaka huku chini. Sorry. Sasa kama ulivyoona hapa inasema moja moja mpaka huku chini. Kwa nini? Kwa sababu tumelock hii range. Hii range haitembei kokote kule, inasoma always, inasoma row ya kwanza hapa. Hata ukidouble click ya huku chini inasoma row ya kwanza. Kwa hiyo always be very careful. Usije ukaloki range alafu ukaanza kupata matokeo ambayo huyataki. Kwa hiyo tuta highlight mpaka hapa. Tutabonyeza F4, bonyeza F4. Isiloki chochote. Control enter. Inasema na ni moja. Lock mpaka huku. Yes. Hatujaloki range. Kwa nini? Kwa sababu tunataka iwe inashuka chini. Kwa hiyo inasema huyu ana F8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, na D2. It is true. Sasa naye tutamwekea if condition equals to
tutasema if. Sawa, hii programu yote hii, ngoja tuweke kwa hapa juu, ndio hiyo inaonekana. This whole thing is greater to or equal, greater or equal to this cell. Tunailock hii cell kwa sababu tutaki itembee. What do we want? We want worst student. Kwa nini? Amepata F nyingi kuliko wanafunzi wote. Tena hii worst student anatakiwa kuilock sababu iko cell moja na haitakiwi kutembea. And then we press, we need worst student. Hata hivyo imesema false, no problem. Tunaweza tukadrag mpaka huku chini tuone ambapo inasema true. Umeona? Kuna false na true. Sehemu yenye false inaweka neno false. Sehemu yenye worst inaweka, sehemu ambayo ni true inaweka worst student, sehemu ambayo ni false inaweka neno false. Sasa ili siweke neno false, maana yake hapa tumesahau kuweka value if false. Value if false usipoweka ndio inakuletea neno false. Value if false tunaweka leave blank, yani weka empty, tunaweka double quotes mara mbili. Control enter, ina leave blank, and then na double click, tayari. Unaona? Nasema worst. Tukisema waliopata kuanzia F5 enter, wanaongezeka. Waliopata angalau kuanzia F2 F2 hawaongezeke. Tuache 8 hivyo hivyo. Control enter, na wanafunzi wawili ambao wamepata D2 tu. Kwa hiyo sasa hao wanafunzi walifeli sana. Sio mtihani ulikuwa na nini? Mwalimu nafikiri alikuwa konki sana aliyetunga huo mtihani. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunatafuta best and worst student. Usikose kusubscribe katika channel ya TZ Excel, mambo ya Swahili tutorials, na tutaendelea kukupa elimu mbalimbali kupitia channel yetu. Kama una maoni yoyote, mawazo, basi hakikisha unaya leave into the description below kwenye comments. Till next time, we shall see you. All the best. Asanteni sana kwa kuangalia.